If we push too hard, something would push back. What happens next is my favorite part. Karibu tena ndani ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaenda kumjavunja tiza ya kwanza kabisa ya TV show moja ya kibabe inayoitwa From. Na itiza ni tiza nyingine kabisa katika season 4 inayokuja sasa, hiyo April 19 mwaka huu, mwaka 2026. Na kwa washikaji ambao tulikuwa pamoja kabisa ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, tunafahamu kitu kimoja kwamba hadi sasa tumevunja season ya kwanza kuanzia episode ya kwanza hadi episode ya 10. Ila kiuhalisia kama tulivyoona hadi sasa tuna maswali mengi zaidi kuliko majibu, na kwa bahati mbaya ni kwamba tiza yetu hii ina takriban sekunde 40. Kwa in short, yani kiuhalisia, yani hakuna majibu mengi yani katika hii tiza. Ila nitajitahidi kuvunja yani na kuelezea kitu gani hasa ambacho tunaweza kutarajia katika season ya 4. Na vile vile kwa washikaji ambao wanasubiria season ya pili pamoja na season ya 3, nitajitahidi yani katikati ya mwezi wa pili mwishoni hadi mwezi wa 4 mwanzoni nivunje yani season ya pili pamoja na season ya 3 kabla tujaingia sasa katika season yetu ya 4. Kuna tumaini maybe katika season ya 4 tutapata majibu mbalimbali yani kuhusu TV show yetu hii inayoitwa From. Na je, hii tiza yetu ya season ya 4 ili usunini hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na sini yetu ya kwanza kabisa tunamuona Boyd hapa akiwa na darubini akiangalia kwa mbali. Kwa inavyoonekana kuna issue fulani vya ajabu ambayo ilikuwa ikitokea ndani ya mji, kiasi kwamba Boyd akawa anaangalia kwa mbali. Ila kwa sisi wenye experience ya season ya kwanza pamoja na season ya pili pamoja na season ya 3, tunafahamu kitu kimoja kwamba katika kila season kuna watu wapya ambao walikuwa wakiingia ndani ya mji. Kwa mfano katika season ya kwanza kabisa tuliona hii familia ya Matthew ikiingia moja kwa moja katika mji wetu wa Gambosh, umeona mpaka hapo. Na katika season ya pili tuliona kuna basi moja special kabisa iliingia na watu kibao, yani akiwemo mchizi mmoja hivi anaitwa Rando, umeona mpaka hapo. Na season ya 3 tulifanikiwa kuna ambulance moja ikiingia ikiwa na mapolisi fulani hivi. Kwa watu yuze sasa, umeona katika season yetu ya 4 watu gani wapi ambao wataingia katika mji wetu ambao unaitwa Gambosh. Na siku zote yani watu wapi wanapoingia yani ndio utamu wa movie unazidi kuongezeka, kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo walikuwa haviamini ambavyo vilikuwa vikitokea ndani ya mji wa Gambosh. Na sini inayofuata hapa tunamuona Sara pamoja na wanakijiji wakiangalia sehemu fulani, yani kama kuna kitu fulani cha ajabu kimetokea. Na bila shaka sasa hii scene ilikuwa ni scene ya swimming pool, umeona. Kwa inavyoonekana hapa tujue sasa kitu gani hasa ambacho wanakiangalia, kwa sababu kama tunakumbuka katika season zilizopita tulimuona Deli hapa alikuwa amekwama, yani umeona, katika swimming pool. Kwa tunafahamu kitu kimoja, ndani ya swimming pool kuna possibility, umeona, ya kuwa na poto ambayo inamhamisha mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, umeona, ndani ya mji wetu wa Gambosh. Kwa inavyoonekana maybe hakuna mtu aliyekufa katika hii poto, au maybe kuna kitu ambacho kimetoka, yani umeona, kimeingia ndani ya Gambosh kupitia hii swimming pool ambayo tunafahamu ilikuwa kama ni poto fulani hivi, umeona. Na sababu kubwa kabisa ya kusema hivi vitu ni muonekano wa Sara. Yani Sara kama Sara alipoangalia hii scene ya swimming pool, kaangalia kwa mtazamo fulani kama kuna kitu fulani cha ajabu kimetokea, ila sio maiti ya mtu au mtu kufariki dunia. Na baadaye kabisa ndo tunamuona Rando hapa akiwa na Scarface. Kwa inavyoonekana yani Rando kama Rando ni katika season ya 4, inavyoonekana kunaweza kuwa kabisa yani akawa katikati ya mtu mbaya na mtu mzuri, yani kwa sababu mchizi kapitia vitu vingi kinoma yani ndani ya mji wa Gambosh, kiasi kwamba sasa umeona katika season ya 4 ataendelea tena na maisha yake yale ya kuishi katika isolation, ni yeye kama yeye peke yake yani, umeona. Hii kitu ni kitu fulani kibaya ndani ya Gambosh, kwa sababu ukiwa na binafsi ndani ya Gambosh kunaweza kuwa mkubwa kabisa yani ukaanza kuua wenzako, umeona mpaka hapo, au kusababisha watu wengine wakafariki dunia. Kwa watu yule yani story yake itakuwa vipi, inavyoonekana ataendelea na maisha yake yale ya ubinafsi. Na katika scene inayofuata tunamuona Tabitha hapa, umeona, akishtuka fulani na kutoka nje, umeona. Kwa inavyoonekana ni kwamba kunaweza kuwa mkubwa kabisa katika hii scene atakuwa amepokea taarifa kwamba mume wake kipenzi, umeona, Jimmy amefariki dunia kama tulivyoona sasa, umeona, katika mwisho wa season ya 3 ya TV show ya From, ambapo hatujui sasa umeona kwa nini mchizi wetu huyu ambaye kavaa suti ya njano aliamua kumuua Jimmy. Na in short hapa kuna theory nyingi kinoma ambazo kwa sasa siwezi kuzielezea hadi hapo nitakapovunja sasa season ya 3 ya TV show ya From. Na katika scene inayofuata tunamuona Boyd hapa akishtuka fulani hivi, na mishtuko fulani ambayo tumeiona sana katika ulimwengu wa Gambosh, yani katika TV show ya From, umeona mpaka hapo. Kwa inavyoonekana hapa aidha kuna taarifa mbaya imekuja au kuna vitu fulani vya ajabu ambavyo vimetokea ndani ya Gambosh yani.
Na baadaye pia tunamwona mchezo wetu Jedi. Nakumbuka sasa katika season iliyopita tulifahamu kitu kimoja kwamba Jedi umeona alikuwa ni incarnation ya jamaa mmoja hivi anaitwa Christopher. Na hii shoti sasa issue ya Christopher umeona pamoja na mke wa Matthew huyu, mke wa Jimmy Matthew huyu umeona anaitwa Tabitha kama ni incarnation ya karakta moja inaitwa Miranda. Inaeleza vizuri kabisa katika season ya 3 kwa sababu sitaki niwaharibie wale washikaji wale ambao wajicheki season ya 2 pamoja na season ya 3. Ila jua tu kwa mchezo wetu Jedi huyu alikuwa ni incarnation ya ujamaa huyu anaitwa Christopher. Na misheni kubwa kabisa sasa ya Christopher pamoja na Miranda ilikuwa ni kuwasaidia watoto hao. Umeona mpaka hapo. Na issue niteleze vizuri yani, ila kwa sasa sitaki niwaharibie au nitoe spoiler sasa kwa washikaji ambao wajiangalia season ya 1, season ya 2 pamoja na season ya 3 kwa sababu hii teaser itakuwa nieleze vizuri sasa umeona baada ya kureview season ya 2 na season ya 3. Ila kwa sasa yani sitaki nitoe spoiler yani. Ile inavyoonekana hapa mchizi wetu umeona naye pia alikuwa kapata taarifa ni maybe kuhusu kifo cha jamaa wetu huyu anaitwa Jimmy. Na katika scene inayofuata tunamwona Julia hapa umeona akijaribu kuongea kitu fulani na mama yake, na tunafahamu kitu kimoja kama tulivyoona katika season ya 3 kwamba Julia anafahamu umeona kuhusu kifo cha babake mzazi huyu anaitwa Jimmy. Kumbuka Julia kama Julia sasa alikuwa na uwezo yani umeona wa kutembea katika story nzima hii umeona ya Gambo ndani ya TV show ya From, yani kutoka future kwenda past na kutoka past kwenda future. Kwa ni nguvu fulani ambayo tumeiona Julia akidevelop yani katika season ya 3. Na kama tulivyoona katika TV show yetu dogo anaitwa Ethan umeona hii characteristic au hii nguvu alikuwa akiita story walker au time walker. Na katika scene inayofuata tunamwona Victor hapa akiwa na baba yake mzazi. Kwa inavyoonekana Victor kama Victor hapa alikuwa akiugulia maumivu yale baada ya kifo cha Jimmy. Kwa inavyoonekana yani season yetu ya 4 umeona kuna baadhi ya episode kama 2 au 3 zitabezi sasa umeona katika kifo umeona cha mchezo wetu huyu anaitwa Jimmy. Na katika scene inayofuata tunamwona Christy hapa akiwa hospitali na alikuwa amechoka fulani hivi. Kwa inavyoonekana sasa alikuwa akijaribu kumtibu mchizi wetu huyu anaitwa Elgin. Kwa inavyoonekana katika season ya 4 jamaa wetu Elgin yule umeona atakuwa amesurvive umeona baada ya kupigwa vibaya sana na huyu mdada huyu anaitwa Sarah. Na baadaye kabisa tunamwona mtoto mzuri Fatima hapa na inavyoonekana maybe bado yupo katika vision, na vile vile pia baadaye kabisa tulifanikiwa kumwona mchizi wake huyu anaitwa Ellis. Umeona mpaka hapo. Na kuna sini moja hapa tulimuona mdada mmoja mpya umeona ambaye mdada inavyoonekana sasa atakuwa ameingia katika season ya 4, yani mmoja wa watu wapya ambao utaingia katika season ya 4. Na inavyoonekana sasa mdada alipoingia yani alipata shughuli moja nzito kinoma yani kiasi kwamba tunaona yani kuna alama fulani za kuchakucha umeona katika shingo yake. Na inavyoonekana sasa umeona huyu mdada alikuwa ni mtoto wa mchungaji. Umeona mpaka hapo. Kwa baada ya kifo cha pastor yule umeona inavyoonekana katika season ya 4 tulifanikiwa kuona sasa umeona watu wengine ambao wanaamini katika Biblia. Umeona mpaka kwa sababu kama tulivyoona pastor kama pastor alisema kitu kimoja umeona katika mji wa Gambo hapo kulikopo hakuna Biblia. Umeona mpaka hapo. Na katika season ya 4 tunaona mtoto wa mchungaji ukaingia na Biblia ndani ya Gambo. Kwa tujue sasa nini nafasi ya Biblia katika hii sehemu au nini nafasi ya Mungu yani umeona katika eneo hili la Gambo. Je, nguvu ambayo tunaona hapa ni nguvu ya supernatural umeona au ni nguvu fulani ya kisayansi? Ni maswali fulani ambayo hadi sasa hatuna majibu katika ulimwengu wa Gambosh. Na baadaye kabisa tulimwona Donna hapa akiwa ndani ya msitu. Kwa tujui sasa kwa nini kaingia ndani ya msitu. Tunafahamu kitu kimoja umeona katika ulimwengu wetu wa TV show ya From, Boyd kama Boyd baada ya kuingia ndani ya msitu sasa taratibu alipata majibu fulani hivi, na vile pia alifanikiwa kupata majiwe fulani hivi, na majiwe yalisaidia binadamu walipokuwa wakiishi katika mji wa Gambo wasiuawe na hivi viumbe hivi vya ajabu. Na kuna scene hapa tulimwona Boyd alikuwa amekaa sehemu fulani hivi, na kwa mbali tuliona mkono ukitoka ni muona ndani ya ardhi. Kwa inavyoonekana maybe huo mkono ni mkono wa mwalimu mke wake, kwa sababu sehemu inavyoonekana yalikuwa na makaburi ya Mona ambapo ameuzika mwili ule wa mwalimu mke wake. Ile vivyo tunafahamu kitu kimoja bwana katika ulimwengu wetu wa Gambo, yani concept ya kifo ni concept ambayo iko very complicated. Kwa tujue sasa umeona je, hii sehemu umeona Boyd alikuwa ni katika vision fulani au katika maono fulani, au ni kweli kabisa huo mkono yani huo mkono kama mkono ulikuwa ni mkono wa mke wake na alikuwa amefufuka. Umeona kwa tujui issue gani ni halisi yani. Umeona kwa sababu kama tulivyoona Tabitha kama Tabitha alikufa, na baada ya kufa yani umeona au kudondoka umeona katika ile tawa ile umeona alienda katika timeline nyingine au katika ulimwengu mwingine yani. Kwa sababu hadi sasa kuna theory moja katika TV show ya From ni kwamba sasa umeona ili uweze umeona kuepuka au kuondoka katika mji wa Gambo uchi lazima ufe yani. Kwa sababu hadi sasa umeona ile issue ambayo imemtokea Tabitha hatujui kama alikufa umeona au sasa umeona katika ile tawa kubwa kabisa ilikuwa ni poto ambayo ilimhamisha mtu umeona kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika timeline. Kwa hatujui yani kitu yani.
Na sini ya mwisho kabisa tunamwona mchizi ambaye kavaa suti ya njano, na nafahamu kitu kimoja kwamba mchizi ambaye kavaa suti ya njano yani ndiye ambaye alimuua Jimmy, na vile vile pia inavyoonekana hapa alikuwa akiongea na Julie. Kwa tujui ni Julie gani ambaye alikuwa akiongea naye, je, yule Julie ambaye aliingia katika future au Julie ambaye yupo katika present? Umeona mpaka hapo, ile inavyoonekana mchizi wetu alikuwa anajua story nzima. Sasa umeona ndani ya mji wa Gambosh, umeona kwamba kuna watu watakufa, kutotokea reincarnation, na inavyoonekana alikuwa katika hali fulani ya furaha. Kwa inavyoonekana maybe umeona anatarajia katika season ya 4 kuna watu watakufa na baada hapo itatokea incarnation, umeona katika mji wetu wa Gambosh. Na vile vile pia inavyoonekana ni kwamba sasa kuna force fulani kama mbili yani ambazo zinajua kuhusu story nzima ya Gambosh. Umeona mpaka hapo mtoto huyu ambaye kavaa nguo nyeupe pamoja na ujamaa huyu ambaye kavaa nguo ya njano. Inavyoonekana sasa ni force mbili ambazo zinakingana, hali moja ni dark na nyingine ni light. Na kwa kujipesa kwa Kiswahili umeona ni vita kati ya nuru pamoja na giza. Na vile pia kuna theory moja kwamba umeona ujamaa huyu ambaye kavaa suti ya njano ni incarnation umeona ya mchizi wetu anaitwa Rando. Umeona mpaka hapo, kwa sababu Rando kama Rando inavyoonekana katika TV show yetu hadi sasa ni mtu ambaye kapitia vitu vingi kinoma. Umeona anachukiwa na watu, anachukia watu. Kwa inavyoonekana ile concept ya watu kufa maybe umeona katika ulimwengu wa Gambosh ni kitu fulani ambacho kinampa furaha fulani hivi. Umeona mpaka hapo, kwa watu juu kama ni kweli kabisa Rando ni incarnation ya jamaa huyu ambaye kavaa suti ya njano. Kwa hiyo vitu tutavijua maybe katika season ya 4 au maybe season ya 5 kama wajamaa wakiendelea tena kutengeneza hii TV show ya From. Kwa jumla ni teaser yetu ilikuwa iko fresh, ingawa kiwalisia ilikuwa na information ndogo kinoma kiasi kwamba hatujui yani season ya 4 itahusu nini hasa yani. Umeona mpaka hapo, kama kuna issue yoyote ambayo umeiona unaweza kaelezea hapo chini, na vivyo pia nitajaribu kuweka linki umeona ya review zangu zote za episode zote 5 za season ya kwanza hii ya TV show ya From, na kwa review ambazo zinafuata ndani ya ulimwengu wa Vibanda Umiza. Stay tuned.